Hallelujah, hallelujah. Esther 4. Kana ibuku ria Esther inya Esther 4. Tumezoea Kiswahili kwa sababu kwa social media tuko na watu wengi wanatufall na sio wote sio wasapeli. Kwa hivyo tumesaganika. Kwa hivyo ndivyo tumezoea lugha ya Kiswahili ama ya Kisungu. Na kwa hivyo nataka tuangalie hili neno kwa makini. Tumelizoea. Najua kuna kuzoea neno. Tumelizoea Esther Mordekai. Wewe Mungu wa Mordekai nitendee. Lakini ukiingia ndani utaona kuna mahali Esther ama kuna mahali Mordekai walikuwa wametoana na nani? Na Mungu. Bwana asifiwe. Ndio hata kumwamini Mungu kuna mahali walikuwa wametoana na Mungu. Kwa sababu Mordekai alikuwa mfanyikazi. Tuseme alikuwa gatekeeper. Lakini siku moja alisikia mpango unapangwa wa kuwa mfalme. Na akaenda kumwambia mfalme, akamwambia nimesikia fulani na fulani wanapanga vile watakuua. Na kwa hivyo immediately wale watu wakashikwa na wakafanya nini? Na wakauliwa, kwa sababu nyakati zile watu walikuwa na uawa. Na kwa hivyo hapa ukiangalia, kwa hivyo alikuwa pale na sababu kuletwa kwake kwa gate. Nataka kukuonyesha channel ya Mungu vile huenda, kwa sababu unaweza shindwa kuletakaje channel za Mungu huwezi ukaelewa. Na ndio naona hata wasomi walishindwa na kumuelewa yeye mwenyewe. Hakuna hata mmoja ameshawahi muelewa. Wamefanya, wameenda kwa mwezi, wameenda kule kwingine kote, wanasema hata sijui miaka ngapi itakuja watu wataenda huko kukaa, lakini walishindwa na kumuelewa Bwana. Kwa sababu hebu angalia, Mordekai walikuwa mateka. Wayahudi walikuwa mateka kwenye ile nchi. Kwa hivyo haikuwa nchi yao. Lakini Mordekai alipewa kazi pale as a gatekeeper. Na kwa hivyo yeye alikuja kuokoa nani? Mfalme siku moja. Kwa sababu alisikia mipango yote inapangwa ya kuua mfalme. Na yeye akaenda mahali pale na akaambia mfalme vile kunaenda, na wale watu wakaondolewa. Lakini hiyo ilikuwa channel ya kuweka Wayahudi wawe uhuru. Bwana asifiwe. Hiyo ilikuwa channel ya Mungu. Kwa sababu Mungu alikuwa anajua kuna wakati kutakuja na kuna mtu atainuka anaitwa Haman, na akikuja atapanga njama ya kuangamisha Wayahudi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo naye Mungu akapanga mpango wake. Before wewe uubwe ama ujiupe kwa tumbo ya mama yako, ama mama yako aconceived you, kuna mipango Mungu alikupangia. Lakini hauwezi ukaelewa. Unaweza dharau mwanzo mdogo, lakini huo mwanzo mdogo unadharau ndio chanzo chako wewe mwenyewe. Bwana asifiwe. Yes. Kwa sababu Mungu anakujua na anajua vile atakukomboa, anajua mashida zako, na kile alikuwekea hawezi akakubali uende kwa kaburi. Kwa sababu ndani ya Psalm 88 Daudi anamuuliza, wewe miujiza unaweza fanya miujiza kwa wale wamelala kwa kaburi? Hawezi. Akamwambia hapana. Kwa sababu gani? Kule hauwezi ukapokea sifa. Kwa wale wamekufa hawezi wakakupokea sifa. Hata ufanye mambo ya maajabu namna gani, ama hata ufanye mambo makubwa namna gani kule kwa kaburi, hao hawezi wakajua, hawezi wakaelewa, kwa sababu hao already wamelala, already hao wameliwalisha. Lakini miujiza na ishara hizo huachilia kwa wale walio uhai. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nataka kukuambia nini? Mordekai yeye akienda kupeleka habari kwa mfalme ati amepangiwa njama ya kumuua, yeye alikuwa anaona tu anasaidia mfalme just for the sake. Hakuwa anajua lile jambo amelifanya litakuja kumsaidia baadaye.
Kwa hivyo na wewe unaweza fanya jambo na ile jambo ikuje ikusaidie baadaye. Unaweza letewa mtu mahali huko na huyo mtu uone ni shida kwako, lakini ni wewe unaona kwa macho ya mwili, unaona ni shida kwako, lakini maybe Mungu amekuletea huyu mtu, usimame na yeye, ndio baadaye baraka utapokea ni kupitia ule mtu. Bwana asifiwe. Unaweza uitwa usimame na mchungaji, kwa sababu wakati tuko kwa jangwa tunapitianga magumu na umefungwa kazi, umeambiwa usiende. Hata 10 bob ukipata niombe tu 10 bob. Kunyolewa nywele kama hii, maybe unyoshe mkono uambie mtu nataka kwenda kinyozi, hakutumia 100. Tukisaliswa tukitengenezwa ndio tusae kile tuko nacho. Kwa hivyo unaweza tumwa kwangu unisikilie, wewe udharau ama uchoke. Unaweza choka na utoke. Unaweza choka na unitoke. But umesahau kuna sababu. Kuna baraka yako imefichwa hapo kwa huo mchungaji. Maybe huyo mchungaji mahali atainukia na wewe utainukia hapo. Maybe huyo mchungaji ndiye anazuilia magonjwa kwako. Ama maybe huyo mtu aliletwa hapo umsaidie. Maybe ndiye anazuilia magonjwa kwako. Ndio naona kwako hamugonjekagi, mwaka inaisha, hamuendi kwa hospitali. Si ati ni vile ati unajua kuomba, si ati ni vile umekubalika. Ni ile kazi unafanya, kwa sababu hivyo ndivyo Mungu hufanya kazi. Ngai ndahuthagira miti kana mahiga, ahuthagira mundu. Uguo no ureherwo mundu hakuhi nawe, atuike umuteithie nake atuike nawe nake atuike uteithio waku kuriwe. Awe ndiye anatuma upate. Amen. Ebu turudi kwa Biblia ndio uelewe kile nataka kukufundisha siku ya leo. Ndio usiwahi ignore mtu yoyote. Usiwahi ignore mtu yoyote ameletwa karibu na wewe. Ebu ona Elijah. Wakati Elijah kama ile mto, wakati alisema hakutanyesha Samaria ama Israeli hakutanyesha miaka 3.5, akafunga mvua na akaondoka, naye akaambiwa aondoke. Kuna kamuto alitumwa kanaitwa mto Keriethu. Wakati alienda pale ndio alikuwa kuguru zilikuwa zinampelekea chakula pale, na anakunywa maji ya ile kamuto, na nyama na mkate alikuwa anapelekewa na kuguru mahali pale. Lakini silikuja na ule mto ukakauka kwa sababu ya jua, kulikuja ule mto ukakauka. Na wakati ulikauka, David alikunywa matope wewe. Alisubukia hapo. Kwa sababu naye Mungu usicheze na yeye. Anajua kuyapanga mambo. Alitoka hapo akaambiwa aende mpaka Serafathu kule Tule Sidon kwa mama mjane. Ebuona mama mjane amekutwa na Elijah. Lakini yule mama kale kauka amebakisha, yeye anaona wakikula hiyo kauka mwishoeni kukufa. Yes. Kwa hivyo hana matumaini ya kuishi. Mwisho wa maisha yao ilikuwa jioni ya hiyo, ama maybe na kesho wakikula hapo kamkate. Kwa hivyo yule mtu wa Mungu wakati aliingia pale alimwambia aje, haka kauka ndiko nimebakisha, na nataka nipike pamoja, hata tukuni nimebeba, nataka kwenda tupike na kijana yangu tukule, baadaye tukufe. Kwa sababu alifukua amefika mwisho, lakini kwa Mungu ulikuwa mwanzo wake. Bibi, kuna jambo moja ule mama alitenda akafurahisha Mungu, na kwa hivyo ndio alikumbukwa na Mungu wakati wa njaa kule Israeli. Kwa sababu nikuulize, kwani hiyo Serafathu yote ama huko Tule Sidon ni mama mmoja tu alikuwa mjane? Ni mama mmoja tu alikuwa amekufiwa? Hapana, sio mmoja tu alikuwa amekufiwa, kulikuwa na wengi. Lakini huyu kuna sababu ilituma Mungu amkumbushe, ile hatujaambiwa kwa Biblia. Amen. Na so yeye naye mtu wa Mungu alimwambia aje, nipikie kwanza nikule na uniletee maji nikunywe. Na kwa hivyo na yeye
kuna roho wa Mungu maybe ulimuingia, akaona na hapa kuna jambo hapa. Kwa hivyo hakuignore, alikubali kupikia ule mtu wa Mungu. Na wakati alimpikia hivyo, neno linasema chupa yake ya mafuta haikuisha mafuta, ilikuwa inaenda ikikatika, inaongezeka. Kwake haikukosa. Kwa hivyo yeye na na kijana yake hawakukufa, na alikuwa anaona kukufa. Kwa hivyo na yeye, kwa hivyo ule mtu wa Mungu alitumwa pale akiwa msaada. Na wewe unaweza letewa mtu awe msaada kwako, lakini wewe hujui. Wewe unaona ni subua, unaona na kusubua, unaona na kubebesa mizigo zingine haufai kubeba. Angalia, think twice. Isiwe baraka yako imefichwa hapo, na usitake kusema kuna parables Yesu alipeana siku moja. Alisema wakati alikuwa amealikwa mahali, akaenda mahali pale, lakini naye mwenye karamu anagoja Yesu, kwa sababu anagoja mtu atakuja akiwa smart, anagoja mtu atakuja akiwa amevaa mavazi mazuri. Lakini wakati alitumana kwa Yesu, mbona nilikualika karamu na hukuji? Akamwambia hapana, nilikuja. Akamuuliza, ulikuja lini? Unaona yule mtu alikuja akiwa na matabara, alikuwa shokora, alikuwa ananuka, ni mimi, lakini ulinifukuza. Hebu ona, ule mtu alifukuza baraka yake ama hakufukuza? Alifukuza baraka yake, kwa sababu Yesu alienda akiwa vile, alimwambia nilikuja nikiwa mwazimu, lakini ukanifukuza wewe. Kwa hivyo usiwahi sikiliza mtu kwanza ujue anakuambia nini. Although kuna walaghai ni wengi na watu wa kudanganyana ni wengi, lakini sikiliza mtu na uwe na discerning spirit. Lakini ukiona mtu ameletwa kwako karibu, fikiria. Ukiona umeelekezwa kwa mchungaji fulani, simama na yeye. Mahali atatokezea na wewe utatokezea hapo. Na ujue ukichoka uache katikati, hakuna baraka, kwa sababu umekatisha baraka zako, umechoka na kazi Mungu alikupea. Kwa hivyo hata ukichoka na hiyo, hata kubwa atakuaminia kweli? Hawezi akakuaminia. Amen. Kwa hivyo hapa Mordekai yeye kusaidia mfalme kwa kumpasa habari ya kuwawa, haukuwa anajua itakuja baadaye kuwasaidia, itakuja kuwakomboa dakika ya mwisho. Na kwa sababu Esther alikuja akawa mke wa mfalme, nataka tusome hapo tu. Hiyo karaini ndio nataka hapo. Kuna karaini nasema, kwa Kiswahili nasema hata sitaki kule juu, nataka tusike hiki karaini. Kwa maana wewe ukinyamaza kabisa wakati huu, ndipo kutakapo watokea Wayahudi msaada na wakofu kwa njia nyingine. Kwa sababu hapa Esther anaambiwa kuna mpango Hamani yako nao ya kuua wana Wayahudi. Lakini Esther anafuata sheria za nyumba ya mfalme. Hauwezi ukaenda sijui siku gani, hauwezi ukaenda kumuona, hauwezi ukaingia mahali pale. Naye hapa Mordekai anaona shida ndio hii, na anajua mfalme akisikia jina Mordekai atatega nini? Sikio. Kwa sababu gani? Alisaidiwa na nani? Yes. Kwa hivyo alimsaidia, naye wakati wao kusaidiwa umefika wasaidiwe na mfalme. Na kwa hivyo ndio naona naye wakati Esther anajibu, anasema ati sijui tugoje, ndio naye Mordekai unasikia anamwambia aje, kunaweza kuwa tareke guthomera na gikoni getho nyite wega uria ndirenda nyite 14 ni undu ri menya ati we ungikira ki ihinda riri Ayahudi nimekuona kihonia githethukite na handu hangi ona mwihoko, no riri we mwene ona nyumba ya thoguo ni kuninwo mukaninwo biu na ngiri na ningi ri no oi kana hihi watuikire muthamaki mundu wanja ni undu wa ihinda
tariri kiumbe. Bwana asifiwe. Unaweza kuwa hiyo situation uko kwa hiyo situation kwa sababu Mungu anataka kukuja kujitukuza na wewe. Bwana asifiwe. Kwa sababu Mungu huenda na nyakati. Uguo ni wako Ngai akuigite oguo wikarite tondu ni enda goka kwigocithia nawe. Anataka kuja kujitukuza na wewe. Kwa hivyo anaweza kukuweka maisha ingine, yes, kwa sababu neno anajitukuza na mema na mabaya. Kwa hivyo anaweza kukuweka situation hivi, watu wakudharau, watu wakuangalia waone hauna akili, watu wakuangalia waone sasa wewe unakwisha. Hata wengine waanze kukuambia na huyu next year hatakufa. Wachana na wao. Maybe Mungu amekuweka kwa hiyo situation kwa sababu atakuja kukuinua. Hiyo situation ndiye atapitia, ndiye atatumia kukuinua. Ndio usakase wengi, ndio wengi wamugeukie, kwa sababu Mungu hatumii mawe wala miti, anatumia mtu. Kwa hivyo anataka kukuinua. Kuna sababu amekuweka kwa hiyo hali, kwa sababu ona, hata Mordekai apeleke hadithi apase mfalme habari, alitolewa kwa gate. Wewe mnasomaga Biblia, alitolewa, aliendelea na mahali alikuwa. Lakini ona sasa, amekuja kutuma kuokoa. Kwa hivyo yeye alikuwa kazi yake ni kuokoa, na ndio kazi yake tikipa. Akiona vibaya mabaya anakuja, anafanya nini? Anapiga tarumbeta ama anapiga kengele, watu wanajitayarisha ama anaratu watu. Kwa hivyo hapa nayo amejua Haman amewapangia. Na kwa hivyo kile alifanya nini? Alipasa habari. Ndio nasikia naambia Esther, ukinyamaza wakati huu, maybe Wayahudi watapata usaidizi mahali kwingine, lakini na wewe mtaangamizwa. Unajuaje? Ndio ilikuwa ndio ulikuja kuwa mke wa mfalme juu ya wakati kama huu. Na wewe unaweza kuwa uko kwa hiyo situation, unapitia situation gumu, mambo magumu, unaona umefika mwisho, unaona hakuna kitu kingine umebakiza, ume lose hope. Kwa hivyo nakwambia jipe moyo, kwa sababu kuna sababu Mungu amekuweka kwa hiyo situation. Hena gitumi kila gitumite Ngai akuige uguo, na nowe uwi na ni eguka wakati itakuja atakutoa, kwa sababu Mungu hutenda kitendo kimoja hapa kinashuguka. Na sitaka nikimwambia tuliona Bae, si tuliona kijana wa Bae kuelezania tujia, tuliona yule mwingine Tito, tumeona yule mama juzi. Kwa hivyo Mungu anafanya hizi ishara zote ndio tuelewe na tumjue, lakini sisi hatumuelewi vile ufanya kazi. Endelea na kumgoja. Onogoro ni hali tukumweterera, mweterere. Hata kama ni pasitu kumgoja, mimi nakwambia mgoje, kwa sababu atakuja. Na usichoke na usiondoke. Na wewe nawe umepewa kazi ya kusikilia mchungaji. Usiondoke, kwa sababu mchungaji sio yeye atakubariki, Mungu ndiye atakubariki. Lakini ukimwachilia, uache possession yako, ujue ukiondokea possession yako na hamujafika mwisho wa dahari sauli yako, baraka hakuna. Ama hamujafika kwa kilele, baraka hakuna. Kwa sababu uliacha kazi ulipewa. Unaona? Uliacha kazi ulipewa, ukaenda. Kwa hivyo ni vizuri, simama imara. Sikilia yule ameletwa karibu na wewe. Msikilia, kwa sababu kuna sababu ya kuletwa kwako. Kuna sababu ile ilituma aletwe karibu na wewe. Kwa sababu maisha tunaishi, ama nyakati tuko, ni nyakati kuna mambo mingi.
Ni nyakati, ni mahinda matwihuge, kwa sababu watu wamebadilika. Amen. Yes. Watu wamebadilika, wachungaji tumebadilika. Tunaambia watu kuna amani wakati hakuna amani. Tunaambia watu ni kuzuri wakati sio kuzuri. Badala nikwambie okoka, na kwambia vile utabarikiwa, utapewa manyumba, utapata magari, na saa hiyo matendo yako haiambatani na mapenzi ya Bwana. Okoka kwanza. Tafuta wokovu wewe hujaokoka, ndio mpelekane na Bwana. Ukiwa karibu na Bwana, kusaidika ni rahisi. Sahi ni ya malaria. Aya me hakuhi na munene, si ndio anakula? Hata kwa constituency zao maendeleo zinaendelea, na wale wako nje. Kwa hivyo kaa karibu na Bwana ndio usaidike. Kaa karibu na Bwana ndio naye aweze kukupigania na aweze kukushindania, kwa sababu kwingine tukiwa nje ya wokovu Shetani anatudai. Unajua Shetani upeleka mashtaka, anaenda kutustaki. Yes, anaenda kutustaki kwa Mungu. Anaenda anasema, na sasa huyu anakuambia umbariki, na huyu nilimtumia kuiba, nilimtumia kufanya userati, nilimtumia kuua. Lakini ukiwa karibu na Mungu na ukiwa ndani ya wokovu, unasemehewa ile zile dhambi, unasemehewa zile dhambi, na kwa hivyo unakuwa kiumbe kipya. Na kwa hivyo Shetani akijua umeokoka na umekuwa kiumbe kipya, hawezi akapeleka shtaka lolote. Atapelekea nani? Kwa sababu akienda na huyu alitubu, because God is God of justice. Alitubu. Kwa hivyo hapa hakuna alama yoyote ya kumstaki. Anakuja Shetani, anakuja kukujaribu tena, aone kama anaweza kukusikia mahali. Na Shetani usiseme na ni kiumbe. Wewe nikiguliza ulizaliwa siku gani utaniambia? Yes, Shetani ni kiumbe. Kwa hivyo anajua kurudi mpaka kizazi na kizazi na kule. Ndio naonaka tunaambiwa tujifunguanishe na misingi ya kule tumezali. Lakini sisi tunaona kama mchungaji ako na ujinga. Hapana, Shetani asokaga na kuria. No asoke nginya 18 20 na kuria kihumo kianyu. Ebu angalia wakati wa Musa. Wakati Musa amekufa, si anaenda kudai mwili wake? Jude 1, ukisoma ndani ya Jude 1, anaenda kudai mwili wake. Kwa nini anaenda kudai mwili? Anasema hapana, huyu ni wangu. Si nilimwambia tuue, na si aliua Mumisri. Na si baba yake naye alikuwa ameua. Na mbona mnasema ni wenu? Lakini Mungu akasemaje? Tupime. Mazuri ikiwa mingi umwachilie. Mabaya ikiwa mingi, wewe beba Musa muende naye, kwa sababu God is God of justice. Na kwa hivyo wakati walipima, wema wa Musa ulikuwa mwingi kuliko mabaya, kwa sababu naye huyu ameenda na jambo moja, nilimwambia auwe Mumisri, na akaua. Na baba yake naye alikuwa ameua, na alikuwa mkasiriko. Ulimwambia aguse jiwe litoke maji, akagongana. Na hiyo jambo ndio ilituma Musa asiingie Kanaani, kwa sababu aliambiwa gusa, na akaeka akagoka na ghadhabu. Kwa hivyo hata kukasirika, wewe unakasirikaga, chunga usikose heaven. Unaweza kosa ufalme wa mbinguni juu ya bitterness ama makasiriko, ghadhabu. Ndio ilituma Musa asiingie Kanaani. Na sinaona hata wakati alipewa 10 commandment, si aligongeza chini? Yes. Yeah. Kuna mtu mmoja, wacha nirudie hii jambo kwa sababu na sasa nilikuwa nayo, nimesikia nikihimizwa. Kuna mtu mmoja alienda kwa Yesu na akamwambia, mimi chochote 10 commandments zote nasitimisha, lakini
nitafanyaje ndio nione ufalme wa ndio niingie mbinguni? Na natimiza all 10 commandments nasitimisha. Mungu alimwambiaje? Yesu alimwambiaje? Yes, of course Mungu. Yesu alimwambiaje? Enda use mali yako, uigawanyise mara mbili, upatie nusu maskini, uachwe na nusu. Ule mtu alisononeka sana kwa sababu alikuwa tajiri. Akashindwa niaje niuse mali yangu, nipeane, niachwe na nusu. Akaenda, akasikia amekwaswa na Yesu. Kwa sababu ametimiza, anasema 10 commandments ametimiza, lakini maskini hana haja na ndio naona wengi, hata matajiri wengi hawajui siri. Hata wengine wako kwa mchanga saa hii hawajui siri ya kukaa dunia hii. Tajirishwa na Mungu, na wewe simama na maskini uone Mungu atakupigania vile hujaiona. Kwa sababu neno linasema aje? Wakati umenyosa mkono ni Mungu umefanya nini? Mundu ule ogwatagia mutheni ngwatio ni wanyitagira muno, ni Ngai agwatagia, ni Ngai anyitagira ngwatio. Lakini wengi hatuyajui hayo. Tunasema tunajua na tumeokoka, lakini mambo mengi hatuyafanyi. Tunahubiriwa lakini neno halitubadilishi. Ndio naona nimekamata huo mstari. Tuone vile Mordekai alikuwa. Tuone kwa nini Mordekai aliwekwa kwa gate. Mungu angemsaidia na amweke kwa sababu ukiona mwanzo Mungu alikuwa na Mordekai, na kwa hivyo angemweka hata kwa ofisi ndani ya mfalme, lakini alimweka kwa gate kwa sababu alikuwa anajua atakuja kuokoa nani? Mfalme. Niagoka kuhonokia muthamaki. Nikio alikigirwo gate-ini na akihonokia muthamaki. Nake muthamaki niagoka kuhonokia rurero wa Ayahudi rutikaninwo torwari ruhukio ni Hamani. Nukai kuma chano ndenda wone chano wele, nataka uone hiyo chano kutoka kule kwa gate kuokoa mfalme, naye mfalme kuokoa wana wa Yahudi. Na kutoka hapo ukisoma utaona waliishi maisha mazuri, mambo yao ilibadilika kwa sababu mfalme aliwakusanyisha na wale wengi na wene nchi. Yes, walikaa maisha mazuri, hawaukaa watumwa tena. Muthamaki ndatikirie maikare ngombo ringi, hawakukaa watumwa. Maisha yao ilibadilika. Kwa hivyo na wewe Mungu anaweza kukuweka kwa hali uko sahihi, lakini anajua ile hali atakuja kukubadilishia na utakuja kuweka, atakuja kukuelewa, utaleta wengi kwake na ile situation. Kwa sababu yeye ndiye hubariki. Na watu watasema na ule mtu tukimwangalia vile ameinuka, ameinuliwa na Mungu. Wacheni tumfuate. Amen. Yes. Aibu. Unaweza kaa maisha ya aibu, but Mungu anakuelewa. Na as long as jina lako liko kwake, as long as anakujua, anakutafuta na atakutendea, atakuinua na utasagaa. Wakati utainuliwa utasagaa, utasononeka. Hiyo mipaka iliwekwa na akina nyanya. Bwana ataingoa siku ya na ungolewe mipaka hiyo. Hizo line za limitation zinatufuata. Nye bloodline. Wengine tuko na bloodline diseases. Sio zetu, tukatane nazo siku ya leo. Tuambie Bwana, tutenganishe. Sisi sio wa kugojeka, sisi sio wa kuninherit. Wale walikataa Mungu, sisi tumekutafuta, sisi tunakutamani kukuhudumu. Usikubali tuingie kwenye magonjwa, usikubali tuinherit magonjwa, usikubali bloodline diseases itufuate, usikubali delay, kucheleweshwa kwa akina baba na akina mama kutufuate sisi, kwa sababu zinatokaga na huko.
maroho ya delay. Sisi tutafanyaje? Na wale wako sahihi wanafaa kuelewa sana. Hata hii majina ya kutaja watoto ati huyu ni susu mamua mutumia na baba wa mutumia kana baba wanyu. Niko ni to muthe dikitua. Sababu hii mashida ingine tunayaona, tunakutana na majina. Ulienda kuitwa kijina na yule naye mtu ulitajwa alikuwa kimukora. Sasa na wewe unainherit jiaiji ya jina. Alikuwa maskini, alikuwa amelaaniwa. Sasa na wewe unabebana tu na masida zake. Usipokuwa ujue kujikoboa kwa hilo jina, unaweza hisi. Kuna mama moja nilikuwa nimeenda mlima kwa maombi. Na yule mama naye alikuwa pale. Huyo mama wakati akienda kuomba siku ya 3 analetewa soso yake. Soso yake alikuwa wale watu wa zamani. Walikuwa anaweka hangi. Walikuwa anatemwa huku masikio wanawekwa hipo. Akaletewa mara ya kwanza. Yeye sasa kwa sababu hajui anaambiwa nini, akakemea. Akaendelea na maombi. Siku ya 2 akaletewa ule mama. Siku ya 3 akaletewa ule mama. Akasidwala kunaendaje. Lakini kule kwa mlima kuna kuaga na mchungaji. Ndiye alienda akaambia mchungaji, nataka unisaidie. Nini hiki? Naletewa soso. Akaambiwa ni mchungaji, naye mchungaji akasaidiwa na roho akamwambia, ukienda nyumbani enda ulize soso yako ulikuwa umetajwa ni nini na nini na nini alikuwa anafanyiwa kwa jina akisaliwa. Ndiye alienda akakuta bahati baba yake alikuwa akamwambia na anti yake wakamwambia jina lote lilikuwa linatajwa ule mama, lazima ungepeleka Gitairo, etagwa uteo na muhea. Hii tunatoa na huku ya uji, hii na siagwa ya kupika uji, muhea lazima ungempelekea. Na kwa hakika kwa toto alikuwa analetewa huo uteo na hiyo muhea. Sasa ni kutafuta jina ile ya kwanza ndio wapeane. Ndio leo unasikia nikikwambia majina zingine zinatuletea shida. Tunaishi kwa shida juu ya majina. Unajikuta kwa mashida zingine juu ya hii majina hapa. Lazima tujue kujikoboa kwenye mashida. Nataka nikufunze ambĩrĩria gwĩka ũthuthuria wa rĩtwa rĩaku ũrĩa ũtuĩtwo ahanaga atĩa, atari atĩa. Anza kufanya research. Usikoboe. Unaweza jikuta unakuta shida ulioko nayo inatoka mahali pale. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tumeagana aje? Usisagae juu ya situation huko unayoyapitia. Wewe unanitazama saa hii, maybe hata umefungiwa nyumba, maybe hata kazi imeisha. Mungu anakujua, anakuja, atafungua milango na usakae. Kwa sababu kuna urejesho, kuna wakati wa urejesho. Kwa ihinda rĩa Ngai rĩa gũcokia. Kuna wakati wa urejesho. Anaweza kukulilisha, anaweza kukuarusha, lakini wakati Bwana anakuja ni mkarimu, anakubariki. Njia hii unapata msaada, njia hii unapata msaada, njia hii. Na wacha nikuchekeshe, Mungu akitaka kukubariki na gari, hata haikuagi usito kuinunua. Unajua mimi nimepitia, nimeyaona. Hata unaweza tu kutana mtu, Mungu alikubariki kama jana, alikubariki na kama 200,000. Ukatumia 50 kabaki 150. Unaona mtu anakuja na kwambia haki, mimi nataka kuuza hii gari na niko na shida. Mimi hata nikiona mtu atanipa 150, nimpatie ile ingine tutaelewana, anilipage mdogo. Hivyo ndivyo Mungu ubariki watu wake. Na si wewe uko na 150 ulitafuta jana na silikuwa na haja na gari, unapata gari hapo. Na hizi zingine hutakosa. Hata Mungu akitaka kukubariki na ploti, usidanganywe na mtu. Baraka za Mungu sio struggling. Akifika hakuna jambo lolote ya kustruggle. Usidanganywe.
Mimi nimejionea. Hata wakati alinibariki na ploti mimi nilishangaa. Huyu alikuja kutuuzia ploti, anakuja anatuambia na hana shida, mnamlipa kidogo, anakaa anamwambia hebu nitafutieni 100. Mnakaa hebu nitafutieni 200. Mungu huleta baraka zake na njia hiyo. Ukisaona umemalizana na yeye, umemalizana na ploti yako sasa. Anakwambia sasa, hata ndiye anakuita twende nikakubadilishie ingie jina lako. Kwa sababu Mungu anajua kubariki na anajua kuponya zile vidonda amekuweka. Kwa hivyo ni vizuri kutulia na kumngoja na kumtumainia na kumtegemea. Usiwahi tegemea mwanadamu. Mwanadamu hawezi, anaweza choka na wewe, lakini Mungu hawezi choka na wewe. Jambo hilo lingine, kwa sababu ni jambo nililifanya, I think Isaiah 47 anasema tangu before utoke kwa tumbo ya mama yako, yeye ndiye msaada wako. Mpaka ukiwa na nywele ya white, si ndivyo anasema? Yeye ndiye hukushughulikia chakula chako, chochote chako, maisha yako, yeye ndiye hukulinda. Na siku moja mimi wakati nisoma ile Biblia, nikasoma hapo Isaiah 47, nilienda nikapiga magoti nikamwambia, na kwa nini nateseka? Chakula changu cha kuniweka dunia, ile maisha nitaishi iko wapi? Ndio wakati nilipiga magoti nikaomba nikiwa nimetulia, ndio nililetewa kanisa. Kaambiwa chakula chako, hiyo ndio kazi yako. Ukihubiri na mimi nakuli, chakula chako napata hapo. Na wewe fanya hiyo experience. Enda upiga magoti ukiwa serious, ukiwa umejitakasa, umuulize nateseka kwa nini Bwana? Na unasema ndani ya Isaiah 47, kutoka kwa tumbo ya mamangu, wewe ndiye hunilinda, wewe ndiye uniweka. Chakula changu inafaa kutoka wapi? Atakuonyesha. Amen. Atakuonyesha mahali sinafaa kutoka. Yes. Akikuonyesha umefungua biashara, ujue sasa ni kujipanga na biashara. Yes. Akikuonyesha umeenda mahali umeajiriwa, ujue sasa ni kutafuta kibaru. Yesu kaandikwe. Kwa sababu wako na anajibu. Ndaragia na mahiga na miti. Aragia na andu ta ithui. Tondu ithui twi ciana ciake na ni ithuo mbite. Na ni tumukenagia. Lakini kuvumilia tuvumilie. Na wakati ukifika mwisho, wakati wa kuteseka ukifika mwisho, hata wakati tumesema hata wakati wana Israeli, wakati wao wa kutolewa Misri ulifika, waliondolewa. Wakati wao wa kutoka Babiloni hakukubuswa na mtu. Kaa ukimkubusa Bwana. Nikumbuke ikiwa siko dunia hii na makosa, nataka kusaidika. Nataka msaada wangu. Ni wewe Bwana uliye na msaada wangu. Nisaidie. Amen. Na hata kusaidia. Kwa sababu sio mapenzi ya Bwana kuona tukiteseka. Ndio nimekusomea ndani ya Mordekai neno hili la Esther. Ndio ujue kuna mwanzo, kuna chano Mungu hutumia. The same. Na Mungu anaweza tumia mpaka adui zako. Ekegomakie no atumire thu ciaku. Otho oicio iguthuire, oicio iguthirekanĩtie, no acitumire ocio haya. Hiyo maadui hao wataki kuona. Hao Mungu hutumia. Ngai ndonagio njĩra. Huwezi kuonyesha Mungu njia. Anaweza tumia mpaka maadui wako awakuinue na uwapite. Waanze kuulizana, na huyu alitupitia wapi? Na vile nilikuwa namchukia mimi. Na imagine ni mimi nilimuandikisha hiyo job. Mimi ndimpeleka kaandika hiyo job. Ni mimi nilimsaidia na 10,000 nikamwambia aende akufungue. Hata hiyo idea ya hiyo kabiashara, hiyo biashara sasa nafanya, ni mimi nimpea idea. Kalikuwa kabiashara kadogo nimpea 10,000, akaenda akaanza. Lakini saa hii hata amenipita. Kwa soko amenipita. Kwa maisha amenipita. Kwa sababu Mungu anaweza tumia mpaka adui yako na akuinue. Kwa hivyo tulia na ugoje Mungu na umpende Mungu zaidi. Enda Ngai muno na ngoro yaku yothe
na meciria maku mothe. Penda Mungu na moyo wako wote, mawazo yako yote, mpende, naye atakutimizia, kwa sababu ni mwaminifu Bwana, sio mwanadamu atakanye, na hakubaliani na maadui. Walikuendea kwa mganga, walikufunga, lakini Mungu hakukubaliana na wao. Wakati wako wa kukombolewa, wa kufunguliwa ni hivi sasa. Kwa hivyo yeye hakukubaliana na wao. Waliona wamefaulu kwa sababu wanaona unateseka, but there is time of God. Kuna wakati wa Mungu wa kukukomboa. Usijali hata wakufanya nini, there is God in heaven. Hata wakuchukie, there is God in heaven, anakujali. Ndio tupate nafasi ya kuomba, kwa sababu nataka kila mtu ajiachilie. Nataka tuongozwe kwa worship mbili.